Alikata mguu wake kwa upanga, waliomcheka yakawakuta mazito. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Picha yetu inaanza hapa kutuonyesha Wallace pamoja na Teddy. Hawa watu kazi yao ni kufanya broadcast. Na hapa leo walikuwa na broadcast ambao kuna habari ya kijana ambaye ametrend ile mbaya zaidi ya sana, ambaye amekata mguu wake akiwa anachezea upanga. Kwa hiyo waandishi wa habari hawa wakapita nayo habari kwa sababu habari ilikuwa on trend. Teddy akasema, jamani, huyu kijana muangalie na alichokifanya, na kuchukua ile video na kuiweka hadharani na kuiposti. Na mchizi akaonekana kama anafanya manjinjo yake hivi kama ametoka leo Japan, lakini mwisho wa siku upanga ule ukapita na mguu. Kwa hiyo habari ikawachekesha wengi kwa sababu dogo alijiona yeye kama ametoka leo Japan. Kwa hiyo wazee wa broadcast walicheka sana na wakaahidi, jamani, hakika tutaenda huko alipo huyu bwana mdogo tukamtembelee, ikiwezekana tumuoji kwa nini amefanya hivi vitu vyote, na je, tangia amefanya hivi amenufaika na nini? Teddy na Wallace walishauriana na jamaa mmoja akatoka katika wale wawili, na hakuwa mwingine bali alikuwa ni Wallace. Wallace alitoka moja kwa moja mpaka nchini Canada, na alipofika akaelezea maudhui yake ya kufika katika nchi hiyo, na akagongewa visa na akaingia. Wallace alijitahidi sana kutafuta location ya huyu bwana mdogo, na mwisho wa siku alipoipata alikuta huyu bwana mdogo tayari ameshajiua ama tayari ameshafariki. Na watu wakamwambia kutokana na aibu ambayo mmemtia huko mtandaoni, yeye hakuona bora kuendelea kuishi, amejiua. Ikabidi bwana atoe ripoti kwa rafiki yake Teddy kumwambia kwamba huyu bwana kijana tayari ameshajiondoa maisha kutokana na aibu ambayo mwenyewe amejitia, ameona bora asiishi kwa sababu ameona kama ni fedhea. Kwa hiyo amejitoa roho yake. Kwa hiyo mchizi akasema, mimi siwezi kurudi bure, inabidi niangalie mtu gani mwingine wa kumfanyia kipindi. Lakini kwenye kutembea hapa kuna sehemu ameweka na akakuta mtu kahadithia story yake, na akahitaji yeye aende akafanya naye mazungumzo, na akaelekeza location yake, na akasema, siwezi kurudi hivi nyumbani, lazima niende nikamfuatilie huyu mtu. Si unajua tena waandishi wa habari na mashala wadu, na waandishi wa habari bila habari hawawezi kukaa vyovyote. Hapa wakapita madada kwa sababu wanamjua na mchizi ni superstar kwa sababu anaendesha kipindi kikubwa. Madada shobo wakamwambia, bwana unaelekea wapi? Wakampa location, na mchizi alipotoka supermarket alienda moja kwa moja kwa huyu mlengwa ambaye anamtafuta. Aliangalia location ya gari akaona yuko karibu na hiyo sehemu kufika. Hapa aliingia ndani ya nyumba hii taratibu kwa utulivu, kwa maana nyumba hiyo iliko pembezoni mwa mji. Mchizi Wallace aliingia taratibu mpaka humu ndani, alimkuta huyu mzee na alimsalimia. Huyu mzee anaitwa Howard yeye ni mlemavu wa mguu. Jamaa alisalimiana naye huyu mzee, na huyu mzee akaitikia, na basi akamwambia karibu sana. Na jamaa akaona maswali mengi, lakini kila kitu alichokiona humu ndani kilikuwa kinamstaajabisha, kilikuwa kina mtu wa ushamba. Yani jinsi mzee anavyofungua yani bomba lake mpaka uzungushe mdoli. Jamaa aliona baba, mbona vitu vyako vya zamani na vinavutia. Lakini hapa mzee alimkaribisha chai, na jamaa akaanza kugonga chai, na akaendelea kumuuliza habari ambayo ilimtokea huyo mzee kuogelea katika bahari yenye baridi kali ya Antarctic. Na vile vile alimwambia, mbona pale mlangoni kwako nimeona mlango na nimeona kitu cha kustaajabisha. Akamwambia, hiko aiseni kilungu ambacho kilinisaidia miaka hiyo, ama gogo ambalo lilinifanya nitoke katika hiyo meli kubwa kuogelea mpaka nchi kavu. Kwa hiyo jamaa hapa amekuja anataka kutengeneza podcast ya huyu mzee, story yake yote ambayo amepitia, kuendelea kuogelea ndani ya maji, kukata bahari ambayo ina baridi kali, na kutoka mpaka leo hapa kuwa hai na maisha yake. Mzee alielezea mambo mengi, na mchizi akaendelea kuchukua udako ama umbea, ili mradi kesho na kesho kutwa akirudi nyumbani kwao kutoka hapa nchini Canada aende akaachie kipindi hiki. Basi akiwa ana rekodi na huku mzee anamuoji, basi mzee akaendelea kusema, jamaa anamwambia, nilipambana sana kuogelea bahari ambao ilikuwa na baridi kali, lakini punde anaanza kujisikia kizunguzungu. Ina maana kama kwenye hii chai kuna vitu vya ajabu ambavyo vijulikani kama madawa ya kulevya, na mwisho wa siku alidondoka chini. Ina maana huyu mzee Wadi sio mzee mzuri. Wadi, na tunarudishwa nyuma kidogo, huyu mzee ama ujamaa kabla ya kuja huko akiwa na mpenzi wake Ali, wakiwa wako nyumbani kabla ile safari ya Australia hajafika. Kwa hiyo
Wallace anatuonyesha kipindi mpenzi wake anamwambia haina haja kwenda huko, mlichokifanya sio kizuri, na mchizi anamwambia hakika, kwa sababu habari yake ilikuwa ni trendi sana, siwezi kukaa hapa, inabidi niendeleze vipindi na watu waendelee kuingia kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo mzee yeye Wadi aliona bora aendeleze hiki kipindi chake, hakutaka kuacha ili swala lipite hivi la huyu kijana mcheza panga. Lakini mkewe Ali alimwambia mume wangu, hakika nitabaki mpweke. Kwa hiyo tunarudishwa tena, na hapa jamaa anarudi kwenye kumbukumbu yake, anatoka katika usingizi mzito, lakini ajabu anavyoamka na kupata tena akili, anajikuta yuko mlemavu, yaani mguu hana, na yeye yupo katika kiti cha kutembelea watu ambao ni walemavu, ambao wamepoteza viungo. Yaani jamaa alikatwa miguu yote miwili, hana hata mguu mmoja. Na anapouliza jamani, viungo vyangu vimeenda wapi, miguu yangu? Mzee anamwambia hakika uling'atwa na baibui, kwa hiyo sumu kali ya baibui nimeona bora nikufuitie dokta akutengeneze miguu yako usije ukafa ka paralyze. Mzee anamwambia sasa niling'atwa na muda gani, wakati mara mwisho nakumbuka mimi nilikuwa nakunywa chai? Akamwambia ni sumu, umeelewa? Kwa hiyo jamaa hapa anajikuta anaambiwa vitu ambavyo yeye mwenyewe hajavitegemea, na anajikuta katika hali ambayo yeye mwenyewe binafsi hajapendezwa nayo, ama hajui kwa nini ya hali mpaka leo amekuwa mlemavu. Anaambia kwa nini? Na nimekuja mzima hapa, kwa nini hujaita maskari ama hujaita daktari nimuone? Hakika ina maana swala hili ina maana umelifanya wewe peke yako. Mzee anamwambia ni mdudu bwana, ni spider, na kama spider angekudhuru mgeni wangu, mimi hapa ningeongea nini kwa ndugu zako? Kwa hiyo mchizi anabaki na taharuki, lakini anajitahidi sana na kuta mwili wake wote hauna nguvu. Kwa hiyo ana haja ya kuendelea kupiga kelele, na mzee kama anamkejeli, yani mzee anamkebei, yani mzee anamcheka, anamwambia dhambi mlizozifanya kwa yule bwana mdogo na mimi nataka nikulegesheni. Dogo anamwambia hakuwa sisi ndio ambao tumemtuma chezea upanga, ni yeye mwenyewe ndio ambao amechezea upanga, na yeye ndio ambaye alikuwa anataka kutrendi. Sasa ulitaka sisi wenye kipindi chetu tufanyeje? Na tulikuwa tupo live bila chenga, tuko wazi ndani ya mtandao. Anamwambia hakika hiyo ni dhambi, kwa hiyo na wewe leo amekung'ata baibui, yani mdudu. Jamaa anajisikia hasira na ikabidi apige kelele, jamaa naomba msaada. Mzee alikuja na kumkata kibao kizito kumnyamazisha asiendelee kumpiga kelele. Na hapa sasa jamaa anagundua kama huyu mzee ni mzima, yani sio kilema. Mzee ana miguu yake yote miwili, lakini huyu mzee kumbe si mtu wa kawaida, bali ni shetani ambaye akili yake imechanganyikiwa, na ndo maana anakaa nje ya mdi help, lakini hamna chochote kilichosaidia. Mzee anamwambia utapiga kelele hapa kama unaadhini ama unafanya ibada, lakini hapa hakuna yoyote atakuja kukuokoa. Jamaa anakumbuka kumbukumbu, ama hizi sizo kumbukumbu, nadhani Ali hapa leo yuko na huyu Teddy rafiki wa Wallace. Kumbe muda mwingi alikuwa anamchiti Wallace bila kujijua, tena anatoka na rafiki yake wa karibu. Lakini hapa dada kuna mambo mengi anayaongelea juu ya Wallace, jinsi alivyokuwa anamfanya na mtriti, lakini leo alijisi ampigie, lakini kipindi anampigia simu Wallace, kumbuka miguu yake ishakatwa. Wallace alikimbilia ile simu, lakini alipotaka kupokea simu ile hakuweza kupata kwa wakati na akakuta simu imekatwa. Ikabidi sasa ampigie yeye, lakini kipindi anapiga Ali anaingia tena chumbani kuendelea kulana mzigo pamoja na Teddy, kwa sababu hawa watu walimchiti Wallace. Wallace hakujua chochote. Teddy anatoka hapa anakuta mshikaji wake anapiga simu, lakini ameshindwa kupokea kwa sababu atajulikana kama yeye yuko chumbani kwa shemeji yake anakula mzigo. Ikabidi jamaa atume voice note kuambia kwamba jamani, hakika nipo kwenye matatizo na hapa nimefanywa kitu kibaya sana. Huyu mpumbavu amenikata miguu yangu yote. Huyu mpumbavu ananifanyia vitu kama vile mimi ni mnyama, yani miguu yangu yote nimekosa, na hakika anataniua na ataniondoa na atachukua uhai wangu. Hakika mimi sitaki kufia hapa. Mchizi Wallace anaongea huku analia, huku anatetemeka, lakini mzee alikuja hapa, alimtia kigongo kimoja na kumzimisha. Lakini na imani hata ujumbe kama vile umefika. Asubuhi yake ilipofika hapa, washakulana sana mzigo
huyo bidada anatoka kuoga chooni, anamwamsha Teddy. Baada ya kusikiliza ile voice note, wakawa hawana budi, ilibidi wafate location. Licha wao ni wasaliti, ama licha wao wanamsaliti mchizi wao, lakini si unajua tena, kula tule na kizuri kula na ndugu yako. Maisha haya sasa hivi ni uhuru. Kama ni uhuru, utajisikia kufanya naye mapenzi, wewe fanya naye tu. Haya, tuendelee na upande huu hapa. Mzee hapa sasa anafanya kitu cha ajabu, anaendelea kumshona huyu jamaa, yani kama kuna kitu anakitengeneza katika mwili wa huyu jamaa, na anamwambia hii ni ndoto yangu muda mwingi sana, kutengeneza simba wa bahari, ama wenyewe kwenye kamusi za Kitanzania huku wanamuita wido, kitu kama hiko. Basi anamwambia natengeneza kitu hiki kwa ajili ya kumbukumbu yangu, na nakutengeneza hivi ni kuboreshe. Sasa jamaa anakutwa anabadilishwa na kuwekwa mnyama, yani kwetu sisi Afrika ama Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda hakunaga asili ya hawa simba bahari ama tembo bahari, kwa sababu wanakuwa wadudu fulani hivi, yani wapo kama mbuzi, lakini wanakuwa na mapembe fulani yanatoka huku na huku, kulia na kushoto, lakini wao mara nyingi wanakaa katika bahari, wanakuwa wanaogelea kama samaki. Kwa hiyo mchizi hapa anafumwa muundo wa yule simba samaki ama simba bahari, na hapa jamaa alimaliza operation yake, na baada ya hapo alipiga makofi. Basi angalia jinsi alivyomfanya, angalia jinsi alivyomchora, angalia jinsi alivyomfuma, na hapa yeye anakuwa tayari amemaliza ombile lake. Sasa hivi Wallace amebadilika, amekuwa mdudu wa kutisha, ama amekuwa kiumbe cha ajabu, na mzee wala hajali, wala mzee haofii kitu gani ambacho amemfanyia huyo. Anamwambia na ile hapa ndio swimming pool lako, hakika nataka hapa uingie uoge. Ama jamaa walifika hapa na wakaanza kutoa pasipoti zao, wakaojiwa, lakini wakawa wanamtafuta ndugu yao. Jamani, hamjamuona huyu jamaa? Jamani, hamjamuona huyu? Hakika huyu hamjamuona? Kila mtu anaulizia hamjamuona. Ikabidi wafike mpaka kituo cha polisi na wakaelezea situation jinsi ilivyotokea na kila kitu ambacho kimetumwa, yani ile voice note. Huyu hapa Mr. Frankie Galman akawambia, hakika mimi ndio mkuu hapa, na huyo mtu ambaye mnamsemea sisi hatujamuona, lakini tulipata taarifa zake tu amekuja, na kwa kuwa nchi kiyoyote anayoingia hapa nchini na yote anayetoka taarifa zake zipo, kwa hiyo hakuna shida. Emwe voice note tuiangalie. Baada ya kuipekua ile voice note na kuisikiliza vizuri, Frankie Gelman, huyu askari polisi, akamwambia hiyo anwani naijua, anwani hiyo mwenyewe ni huyu hapa. Kwa hiyo walipata taswira tu, na upande hapa jamaa anaendelea kuongea naye, lakini mchizi anamwambia hakika naumia, na kwa nini umenifanyia hivi? Anamwambia hiyo ndiyo sababu ya mimi kukuweka hivyo, kwa sababu nataka kulipiza kisasi. Kisasi cha kwanza cha yule bwana mdogo ambaye mmemfanyia mambo yale, na cha pili, mnyama kama wewe ndiyo ambaye amesababisha tupoteze maisha, ama wenzangu wapoteze maisha. Huyo simba bahari ndiyo ambaye aliharibu meli yetu na kufanya watu wengi ama rafiki zangu wengi kupoteza maisha. Na jamaa Wallace alipoingizwa ndani ya swimming pool hili hakuona kitu kingine zaidi ya kuona watu ambao mzee amewaua, zaidi amewafanya kama yeye jinsi alivyowafanya, na akaona kabisa kumbe mimi sio muhanga wa kwanza, bali mimi ni muhanga ambao naendelea kuendeleza hiki chama cha kufa. Hapa walimpata mchezi mmoja ambaye anaitwa Guy. Huyu Guy ni Mission Town, yani kwa hapa mjini tunaita madalali, yani yoyote unayemtaka utampata, chochote unachokitaka utakipata. Basi wakamwambia bwana, hakika tunamtaka huyu ndugu yetu. Guy akawambia hamna haja ya kuhangaika sana, hiyo lamani na anwani ambayo amepewa katika kituo cha polisi mimi nitaifuatilia na hakuna kitachoharibika. Wakaangaliana kaona shingapi, mchizi akataja dau lake, wakaona huyu mlevi kweli atatusaidia. Lakini kutokana na pointi zote anazoziongea huyu Guy zilikuwa zinashika kichwa chao, japokuwa unajua ni wajanja. Akamwambia kuna siku moja nilienda sehemu fulani, hilo ndio mnaloniambia, nikakutana na mzee, na kweli huyu mzee ni mzee Wadi, na huyo mzee nimeongea naye, lakini yuko pembezoni mwa mji, lakini aliniambia hakae mbali na maeneo yale, nisogelee mpaka nyumbani kwake, kwa sababu hapa Canada watu wengi wanapotea, ama watu wengi wanakufa, ama watu wengi wanachukuliwa na hawajulikani wanaenda wapi. Lakini ajabu, huyo mzee anakaa pembezoni kabisa mwa mji, na aliponikaribisha nifike nyumbani kwake ama niende nikale, nikamwambia mimi nina mambo yangu,
ama nitakuja kula siku nyingine. Kwa hiyo anwani mnaonipa na hakika kama ni yeye. Kwa hiyo kipindi hiki Guy alikuja huku katika mambo yake, huyu unajua ni mpelelezi ambaye anapeleleza kwa siri. Kwa hiyo hapa akaendelea kuhadisia na kutoa information kwa Ali pamoja na Teddy. Yaani Teddy na Ali wanamsaliti mchizi wao, lakini mchizi wao sasa hivi Wallace sasa hivi ashabadilishwa na kuwa tena sio binadamu wa kawaida, bali amekuwa simba bahari ama tembo bahari katika hizo nchi zao za bara za Ulaya huko katika baridi kali. Mara nyingi hawa wanyama ndio wapatikana. Guy akaendelea kuambia hakika tutajaribu kwenda. Kwa hiyo kama ni huyo mzee ama ni huko ndo mnaposema, twendeni basi kwa uangalizi, lakini kwa kuwa huyo ni mtu mzima sijui. Upande hapa anaonekana Ward pamoja na Wallace akiwa jamaa hapa anaangalia, na hapa leo anajisikia raha kwa sababu amemtengeneza Wallace kama huyu simba bahari ama huyu samaki ambao anamuita samaki tembo bahari ambao anapatikana huko nchi zilizo zenye baridi kali za bahari ya Atlantic na bahari nyingine ambazo Marekani huko Australia wapi Canada huko ndo huyu mnyama yupo. Na hapa jamaa Ward amechukua samaki na akamrushia huyu mchizi ili mradi aangalie, je, anaweza kubadilika na kuwa samaki? Anamwambia kula. Jamaa alijikaza sana kutokana na njaa, akashindwa, ikabidi aende afuate yule samaki taratibu na aanze kumshona. Huku Ward anasema kula, hakika kiapo changu ama kisasi changu kitakamilika. Kula Mr. T. Kula Mr. T. Ina maana huyo mtu ambaye alisababisha ajali na kupoteza ndugu zake wengi, ina maana na yeye leo anamlipiza huyu, kwa kuwa huyu leo kaja hapa na makosa mawili, na anatukumbusha jinsi alivyopata mihangaiko na jinsi alivyopambana. Na hakika umeona huyu mtu aliyokaa pembeni hapa ndio ambaye alimuulia ndugu zake, lakini alipambana naye, mwisho wa siku alikufa. Kwa hiyo yeye leo anataka kulipiza kisasi. Kwa hiyo leo anamfundisha huyu kuogelea, yani ilimadi aogelee na apambane naye tena upya ilimadi alipiza kisasi chake. Je, kwa akili ya kawaida ndugu yangu mtazamaji, huyu mzee yuko sawa kweli? Utaweka komenti zako hapo. Ni hapa tu Tam TV. Na mzee anatuonyesha mapambano na kumhadisia Ward. Anamwambia nilipitia wakati mgumu sana, wakati ambao sikujua kama naweza nikawa mzima. Upande huu hapa tunawaona Ali pamoja na Guy pamoja na Teddy wakiwa ndani ya gari wanashota mpola kwenda kumtafuta mchizi wao Wallace. Wakiwa wanaelekezana, na hapa walifika supermarket na wakaonyesha picha, lakini hawa mabinti wakasema huyu si ndio yule mtengeneza contact, tulimuona hapa alipita na akaacha saini. Wakaelezea jinsi ilivyokuwa mchizi kwa sababu alikuwa ni mtu maarufu, na mademu wakatoa location mchizi alipotaka ambiwe na mchizi alipotaka kwenda. Basi huyu Guy akajihisi yale yote ambayo ameongea ama kuhadisia, na alihisi yuko sawa na njia alipata. Lakini walienda hapa mpaka mbele wakakuta gari la Wallace ambalo tayari limetiwa ndani ya maji. Mtu mzima Guy akaona hebu chukueni hivi vizima sauti hivi hapa mkae navyo, huenda vikawasaidia, kwa sababu huyu mtu anaonekana sio mzuri. Kama gari tu la mwanetu hapa alionekane ama limeshatiwa ndani ya maji, ina maana huku tunapoenda sio salama kwa ajili ya kujilinda. Upande wa hapa mzee Ward pamoja na Wallace, eti leo mzee Ward anamfundisha Wallace aogelee ili mradi ajiandae. Anamwambia bwana, hapa jiandae na mimi naenda kuvaa kama wewe, tuje tupigane. Na kwa kuwa tupigane ndani ya maji ama tupigane nchi kavu, lakini ina maana atakayeshinda leo ndio ambaye ataishi. Basi wakaanza kupigana. Huyu mzee Wallace anamwambia niue. Ward anamwambia usiponiua na kuua wewe. Umenielewa? Kwa hiyo mzee Ward anaadhimisha yani yale mapambano ama kisasi chake ambacho kilishatokea juu ya hawa simba bahari ama tembo bahari walivyosababisha ajali katika meli yao. Leo anakuja kumlipizia mtu. Kelele zile ziliwafanya hawa watu wajue kuna sauti za watu, na walipofika hapa wakakuta hawa watu wanaendelea kupambana, lakini mzee hakutaka kumwacha salama. Akamwambia hakika nimesikia watu wamekuja, na watu kipindi wanaita na Wallace anaita na yeye anaambia hizo kelele ukiitoa sana mwili wako utapasuka, cha msingi wewe pambane. Basi mzee akaona watu wanataka kuja na akataka kumuua, akasimama, lakini Wallace akaona isiwe shida. Anapotaka kupigwa kisu tu akaona chukua ile pembe na kumkanyaga mzee katika mguu. Damu ilipomtoka mzee alipodondoka chini, Wallace hakulemba,
akatia tena pembe nyingine, na huyu mzee akaanza kunyong'onyea taratibu na nguvu yake kuanza kumuisha. Basi jamaa alipiga kelele tena zaidi na zaidi. Familia yake, Ali mpenzi wake pamoja na Teddy mshikaji wake waliingia, kwamba licha ni usaliti na licha amemsaliti sana, lakini hapa binti Ali alijisikia vibaya kumuona Wallace yupo katika hali kama hii. Hata Teddy aliogopa. Guy alikuja na yeye akapata taharuki baada ya kumuona mchizi huyo ameshonwa na kufanywa ama simba bahari, kama tembo bahari, na akataka kumua. Lakini Ali kwa uzito wa mapenzi na jinsi walivyoishi, kwamba alikuwa anamsaliti lakini roho ilikuwa inamuuma. Baada ya mwaka mmoja kupita, ikaonekana Teddy pamoja na Ali wanaingia katika mbuga za wanyama ama sehemu ambao wanahifadhiwa wanyama, na hapa tunaona swimming pool. Kwa hiyo inataka kusemekana Wallace hakuuliwa, Wallace bado ni mzima. Na je, Wallace sasa hivi amekamilika kuwa simba bahari? Na kweli bidada alimrushia samaki mchizi, na mchizi taratibu anatoka, machozi anamtoka. Ali aliongea maneno mengi sana, na Ali alimkumbusha kipindi hiko yuko na Wallace, kipindi wanakulana mzigo. Alimwambia nakupenda sana, lakini mchizi alikumbuka na chozi likaanza kumtoka, na mwisho siku akaaga na taratibu akaanza kuteleza na kumwacha Wallace akiendelea na maisha yake kama simba bahari. Yaani sio tena binadamu, bali ni mnyama ambaye anaogelea kama simba bahari. Lakini huo ni mwanzo tu wanangu. Kama ni mdau wangu wa kila siku hapa Tam TV Recap, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe.